Tuangalie taarifa nyingine ambayo inasema kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema Tanzania itaendeleza mema yote yaliyofanywa na aliyekuwa mbunge wa Peramiho mkoani Ruvuma marehemu Jenista Mhagama, ikiwemo kuimarisha ushirikiano wa serikali na taasisi za dini. Amesema marehemu Jenista alikuwa mpatanishi, akiunganisha makundi mbalimbali akiwemo wafanyakazi wa serikali ambao hadi leo wana ushirikiano mkubwa. Pia aliimarisha ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi na alifanya kazi hiyo kwa uadilifu mkubwa. Amesema hayo jana Desemba 15 wakati akiwasilisha salamu za serikali aliposhiriki baada ya kuaga mwili wa marehemu Jenista Mhagama katika kanisa la Mtakatifu Benedikto Abasia ya Peramiho pale. Tumsikize waziri mkuu huyu hapa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya kanisa na serikali. Amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini, na kama mnavyokumbuka amefanya kazi hiyo kama ambavyo tumeshuhudiwa juzi kwenye ibada ya Dodoma, na leo Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa, uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Lakini kikubwa ni kwamba ujumbe tayari umefika, ambao unatakiwa utolewe tayari umemfikia mwananchi. Ni kwamba unajua hapo katikati hususan issue ya udini ilifika pabaya ilifika pabaya, haikuwa katika hali nzuri kiasi cha kwamba mimi nilikuwa na mashaka mmoja hapo. Mimi nilikuwa na mashaka mashaka ya nini? Mashaka ni kwamba tunakoelekea inawezekana, na unaambia hakuna vita mbaya sana kama vita ya dini. Yaani vita moja mbaya sana ya dini. Kwa hiyo niko na mashaka huku tukiendelea, mfano tukiwa na mvutano, hawa wanasema hili na hawa wanasema hili, wanasema hili, mwisho wa siku sasa itakuwa kwamba Mkristo hawezi kuwa rafiki yako wala hawezi kuwa ndugu yako. Muislamu vile vile hawezi kuwa rafiki yako, hawezi kuwa ndugu yako. Ndiko ambako tuko tunaelekea. Ukiangalia sasa shida ni kwamba hizi familia zetu zenyewe zimeingiliana sana. Huyu kama Mkristo Muislamu iko hivyo. Sasa inakuwaje leo basi tuje tupitie kama hilo? Ingekuwa hali mbaya sana. Nilimsikia shehe mmoja, si shehe kweli yule shehe, mimi alinisikitisha sana. Kwa sababu watukiana bado tukata mapanga nini, umeelewa ila ilikuwa lugha njema kabisa yani. Mimi nadhani tuko zaidi. Yes. Kwa sababu pale lazima tuwe katika hali ya kutafuta amani. Watu wasiandamane, amani ipatikane, umeelewa? Sasa unapoongea vile maana yake unazidi kuchochea. Yes. So kama ni shehe, maana yake kazi mojawapo ya shehe ama kiongozi wa kidini basi ni kuhubiri amani. Ni kuhubiri amani na kuhakikisha kwamba amani inatulia. Lakini sasa unaposema kwamba tukikutana nao tuwafanye hivi, tayari hata kama kuna mtu alikuwa ana chuki yake ndogo tu katika masuala mazima ya kidini, na yeye tayari unakuwa umeshamwamsha, yani akili yake umeshaihamisha sasa kwamba kumbe nikifanya hivi basi nakuwa niko sahihi, ngoja nianzishe. Basi sawa, tutoke hapo tuangalie taarifa zingine.